Tumekuja kuripoti polisi kama tulivyotakiwa jana baada ya kuachiwa. Tumeambiwa turudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kwa tutarudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kusema kwa niaba ya chama chetu. Mimi nimekuwa mahabusu ya polisi tangu tarehe 22 kwa siku 21 mfululizo. Kwa hiyo sikuwa najua kwa undani kilichojitokeza. Jana usiku nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Vijana wengi wameumizwa, wameuawa. Familia nyingi zimepoteza ndugu zao. Mali zimeharibika. Kwa niaba ya chama chetu nataka kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. Tumefikishwa hapo kwa sababu ya kiburi cha serikali. Tuliwaambia mapema kwamba kuna sababu ya kurudisha taifa pamoja, hawakufanya hivi. Wamefikisha taifa letu kwenye hali mbaya na ngumu. Kwa hiyo kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole. La pili, kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe, waende kwenye familia zao. Tunataka watu wote walioachiwa, waliokamatwa, wanaobambikiwa kesi iachwe mara moja. Jambo la tatu, nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Hatutakubali kuwa koloni la mtu tena. Hatutakubali kuwa koloni la Samia wala la Chama cha Mapinduzi. Hilo jambo haliwezekani kwenye nchi hii. Hii ni nchi yetu sote, lazima tuheshimiane, ni nchi ya kidemokrasia na lazima watu wasikilizwe. Jambo la 4, chama chetu kwa haraka sana naagiza vikao vya secretariat vipitie kwa undani na tuitishe kamati kuu, na kamati kuu ya chama chetu itatoa mwelekeo wa nini chama chetu kinazungumza na ni hatua gani tutachukua kwa kwenda mbele huko. Kwa haraka sana vikao vya kamati kuu na secretariat vitaanza, lakini kwa wale ambao ndugu zao wameumia, ndugu zao wamepoteza na taarifa hazipo, waendelee kuwasiliana na mamlaka za chama. Naibu katibu mkuu atatoa utaratibu ya namna ya kufikisha hizo message. Lakini tunaitaka pia serikali iruhusu watu wachukue ndugu zao, wapate familia ya ndugu zao, wawazike kiafrika kama tunavyojua, kitamaduni, kiafrika, kidini kama tunavyojua. Wasiendeleze maumivu kwa familia ambazo zimepoteza ndugu zao. Kwa sasa tunawashukuru sana na Mungu awabariki.